Mamlaka nchini Afghanistan yamekanusha taarifa za vyombo vya habari zinazosema kwamba kiongozi wa kundi la Taliban Mullah Muhammad Omar ameuawa. Kundi la Taliban nchini Afghanistan limesema Omar yungali hai na huku likiahidi kuendelea na mashambulizi yao. Kwa mujibu wa taarifa ya kituo cha runinga cha Tolo, Mullah Omar aliuawa alipokuwa akitoka Quetta kuelekea kaskazini mwa Waziristan. Msemaji wa Taliban, Zabihullah Mujahid, alisema wanapinga madai hayo kwa dhati, huku akiyataja kuwa hayana msingi wowote. Aliongeza kuwa hii ni porojo ya majeshi ya muungano kuvunja nyoyo za wapiganaji wa Taliban. Na kwa taarifa ambazo bado hatujaziangazia kwenye taarifa zetu, ni wakati sasa wa kuzipata katika mkusanyiko wa taarifa zetu za kimataifa. Habari zaidi zinasema kwamba watu 24 wameuawa nchini Pakistan wakati mlipuaji mmoja wa kujitoa mhanga alipotumia gari kulipua bomu kwenye majengo ya serikali ya taifa hilo. Bomu hilo lililipuliwa karibu na majengo mengi na maduka katika eneo la Hangu na kusababisha uharibifu mkubwa. Maafisa wa polisi ni miongoni mwa watu waliofariki. Hata hivyo, kundi la Taliban lililoko nchini Pakistan limesema lilitekeleza shambulizi hilo. Mashambulizi ya kijeshi yameongezeka tangu kuuawa kwa kiongozi wa kundi la Al-Qaeda Osama bin Laden na majeshi ya Marekani nchini Pakistan mapema mwezi huu. Obama aliwapongeza raia wa Ireland kwa kujaribu kukabiliana na tofauti zinazotokana na makundi haramu na hali ngumu ya kiuchumi. Obama alikuwa akiwahutubia watu waliomkaribisha kwa shangwe na vigelegele katika chuo cha Dublin. Hapo mapema, Obama alizuru kijiji cha Manigal kwenye jimbo la Offaly ambalo lilikuwa makazi ya mababu wake ambao walihamia Marekani katika mwaka wa 1850. Rais huyo wa Marekani hakuficha furaha yake ya kuwa nchini Ireland. Obama aliwasili nchini humo siku ya Jumatatu kufuatia kuuawa kwa Osama bin Laden nchini Pakistan takriban wiki 3 zilizopita. Viongozi wenye ushawishi mkubwa na wanasiasa maarufu nchini Uingereza walikongamana katika jumba la kihistoria kusikiliza hotuba yake Rais Barack Obama. Obama alisema uongozi mwafaka na unaohitajika baina ya mataifa hayo mawili unapaswa kukabiliana na changamoto kuu kama vile uchumi na usalama dhidi ya mashambulizi ya kigaidi. We have always believed that the future of our children and grandchildren will be better if other people's children and grandchildren are more prosperous and more free. Waliokuwa mawaziri wakuu wa zamani wa Uingereza John Major, Tony Blair na Gordon Brown ni miongoni wa waliohudhuria. Obama kwenye hotuba yake pia alisema kwamba Marekani na Uingereza, mataifa haya mawili, yamekuwa katika mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba haki za kidemokrasia zimezingatiwa. Aidha, rais huyo wa Marekani hakusita kuangazia suala la taifa la Libya, huku akisisitiza kwamba lazima kwa ushirikiano wa mataifa mengine rais wa Libya Muammar Gaddafi, ambaye amekataa katakata kung'atuka mamlakani, atashinikizwa kung'atuka mamlakani. Gaddafi and his regime need to understand that there will not be a let-up in the pressure that we are applying. Once you rule out ground forces, then there are going to be some inherent limitations to our airstrike operations. It means that the opposition on the ground in Libya is going to have to carry out its responsibilities. But ultimately, this is going to be a slow, steady process. Hatimaye aliyekuwa kiongozi wa jeshi nchini Serbia Ratko Mladic amefikishwa mahakamani nchini humo baada ya kukamatwa kwa kutoroka nchi hiyo kwa miaka 16. Mladic alifikishwa mahakamani kwa tuhuma za mauaji ya halaiki ambapo takriban Waislamu 7500 wa Bosnia walipoteza maisha yao mnamo mwaka wa 1995.
Mamlaka ya nchi hiyo yamesema yanataka kumfikisha kiongozi huyo katika mahakama ya kesi za jinai kule The Hague nchini Uholanzi. Na tunatumai umefurahia makala ya Dunia wiki hii, Jumamosi hii ya tarehe 28. Sasa ni wakati wa kukuachilia uendelee na shughuli zako na pia kujiandaa kwa mechi kali kati ya Manchester United na Barcelona usiku huu. Ungana nasi wiki ijayo kwenye makala mengine. Tumekuwa simulizi wako Boni Musambi nami Monica Kiragu. Kwaheri.